Bana, maoni yako ni yapi katika jambo hili ambalo mwanzo matumaini yalikuwepo kwamba baada ya na wakadai baada ya mchezo wa huko RS Berkane basi watatoa taarifa na watu wakaendelea kukata tiketi. Maoni yako ni yapi ndugu yangu Jeff wa Mipanga? Kwanza hii taarifa imekuwa ni taarifa ambayo inaimaliza siku ya tarehe 19 vibaya kuingia tarehe 20, msalia wa siku 5 tu kuendea mechi husika ya tarehe 25 mwezi huu wa 5, mwaka ikiwa bado ni 2025. Finali ya mkondo wa kwanza kama ambavyo wengi tulifuatilia siku moja nyuma kabla ya mchezo zilitoka hizi taarifa za uwanja wa Benjamin Mkapa kutokukidhi yale masharti au matakwa ya kile ambacho CAF wanakihitaji katika uwanja, katika zile kanuni ambazo zinatafsiriwa na CAF, basi uwanja ni moja ya kanuni ambazo ni miongoni mwa hizo. Lakini kwenye hili limekuwa ni taarifa ya msiba, yani kiufupi unaweza ukasema bwana ametoa na bwana ametoa, jina lake lihimidiwe, kwa sababu taarifa ya Simba Sports kwa umma inaonyesha namna ambavyo serikali imepambana na kila mmoja ni shuhuda kwenye hilo. Tumeona kuanzia katibu mkuu Wizara ya Michezo amelipambania sana hilo Grayson Msigwa, lakini waziri mkuu Kassim Majaliwa naye amekuwa miongoni mwa watu ambao wamelipambania sana swala hili, na wote hao shauku yao kupitia Wizara Sanaa, Tamaduni na Michezo inayoongozwa na Paramagamba Kabudi, naye alikuwa ni miongoni, kwa sababu unapomuona katibu wake tunazungumzia naibu waziri Hamisi Mwinjuma, naye alizungumza mara baada ya mechi kumalizika kuona serikali itapambana vipi ili mechi isalie katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini licha ya juhudi za TFF pamoja na uongozi wa Simba bado zimegonga mwamba. Tafsiri yake mnawatengenezea msiba mashabiki, msiba ambao kwa asilimia kubwa matarajio ya walio wengi walikuwa waione hii mechi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao una uwezo wa kuhimili idadi ya wafuasi au mashabiki 60,000 ambao walikuwa wanataka waone mechi ya kihistoria, mechi inayochezwa kombe likiwa pale uwanjani. Lakini mnakwenda kuwapeleka wachezaji katika uwanja ambao unabeba mashabiki takriban 15,000. Kwa hiyo umepunguza ile nguvu ya wachezaji nambari 12 ambao ingeweza kuwapa motisha wale wachezaji 11 ili kuhakikisha wanalipa lile deni la magoli mawili ambao waliyaruhusu kule Manispaa ya Berkane, lakini kuhakikisha kwamba wanalibakisha kombe hilo. Lakini kuwapeleka kule pia ni kupunguza ile atmosphere. Tulizungumza Agosto, nadhani wengi hawakuelewa, lakini ndicho tulichokuwa tunakimaanisha kwamba ile tarehe 15 tuliozungumza Agosto tulizungumzia hiki RS Berkane wanachokikwepa ni atmosphere ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Ndicho wanachokiogopa, sio uwanja, sio size ya pichi, wala sio wachezaji, ila wanaamini katika nguvu ya mashabiki inaweza ikawa pressurize, na wanajua kwamba katika uwanja wa Benjamin Mkapa Simba amepata matokeo, na matokeo ambayo ameyapata katika msimu huu 24-25 mpaka anafika hatua ya finali yameamliwa katika ardhi hiyo ya Benjamin Mkapa. Sasa na wao kama ulitazama mchezo wa Agosto uliona namna ambavyo mechi imemalizika, lakini vichwa vikiwa chini. Matumaini ya watu wa Simba Sports, mashabiki, uongozi pamoja na jamhuri, kwa sababu inayopeperushwa kwa hivi sasa ni bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kwamba yapo katika mechi ya nyumbani. Hatutafsiri katika ubaya, yani isije ikaonekana labda tunasema uwanja wa New Amani Complex si uwanja mzuri, lakini ile ni neutral ground kwa wote. Umepeleka mchezo kwenye uwanja ambao Simba Sports ana uwezo wa kustruggle kama ata-struggle RS Berkane kupata matokeo. Nadhani umeshuhudia mechi ya nusu finali dhidi ya Stellenbosch. Haikuwa mechi ya mvuto wa aina hiyo, japokuwa tunazungumza hivi sasa Simba ina uwezo wa kucheza mechi. Kucheza mechi ni kutafuta matokeo. Kucheza mpira muda mwingine unaweza ukataka uentertain, ufanye vitu vingi uwanjani, ucheze na majukwaa, lakini Simba imefikia uwezo wa kuicheza mechi. Sasa inapofikia uwezo huo ni kwamba tafsiri yake unaona namna ambavyo sasa hivi mvutano upo, na kitu ambacho kinaodhihirika sasa hivi ni kwamba Mwarabu anatudhihirishia yeye ndo anamiliki mpira wa Afrika. Nadhani tulilizungumza, Mwarabu ni mtu ambaye anadhihirisha dhahiri shaili kwamba yeye ndo mmiliki wa soka la Afrika, kwa sababu
sababu kama makamu wa rais wa shirikisho la mpira barani Afrika ndiye waziri wa fedha wa nchi ya Morocco, lakini ndio huyo aliwahi kuwa rais wa Berkane tokea 2009 mpaka 2019. Dhahiri shaidi huyu mtu ana kila namna ya kutaka kuona kombe hili linabaki kwa RS Berkane. Ni mazingira tu ambayo yanarahisishwa kwa RS Berkane kuona namna gani wanaweza kalipoka hili. Ukumbuke Agosto hivi sasa finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, mtu mwenye ngozi nyeusi kiasili amebaki ni Afrika Kusini. Lakini finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, mtu mwenye ngozi asili aliyobaki ni Simba Sports. Ukimzungumzia Pyramids, tunazungumzia watu wenye asili ya Kiarabu. Ukimzungumzia RS Berkane ni mtu ambaye ana asili ya ngozi nyeupe kwa maana ya ngozi ya Kiarabu. Hawa watu wameonekana ni wabaguzi dhahiri shairi. Yani hapo wanatuthibitishia kwamba mafanikio ya Afrika hawataki timu nyingine zipate, ila wanatamani kuona wakiyapakata wao. Na hata huu ushindi ambao upo kwa Al Ahly na wenyewe pia unatutilia mashaka kwamba huu ubingwa ambao anao klabu namba 2 kwa vikombe duniani kuna walakini ndani yake. Ndio vitu kama hivi sasa tunaanza kuviona. Kilichobaki ni kwamba wachezaji wanatakiwa walibebe na walipokee, kwa sababu hata wao pia walikuwa wamebaki nje ya panda. Hawajui mechi ni Benjamin Mkapa, hawajui mechi ni New Amani Complex Zanzibar. Kwa hiyo kisaikolojia ikiwachukua wachezaji ni kwamba hawatakuwa na performance nzuri, kama ambavyo uliona dakika 20 za kipindi cha kwanza kule Berkane ilikuwa ni ngumu kwa Simba. Kwa sababu gani? Berkane walijua wanatakiwa zitumie zile dakika kuamua mechi, na walifanikiwa kutokuruhusu Simba ingie katika mchezo. Ndio maana Simba Sports ilipokea mabao ya haraka, lakini toka hapo walivyojitahidi kurudi ndani ya mchezo hakuna bao lililotokea. Tafsiri yake ni kwamba hata wao wanajua kwamba ugumu wa finali ya mkondo wa pili unakwenda kuwa nyumbani kwa hawa jamaa, na kila wanapozitazama mechi wanaona kuna namna ambayo mechi itakuwa na ushindani kwa hao jamaa kutaka kusalisha ili kombe ndani ya ardhi yao. Na ukumbuke pia ni heshima ambayo Simba kaipata, kombe kuja kupewa hapa, mshindi anakuja kupewa katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa namna ipi anayotakiwa kuifanya ajiangalie. Hapa sasa ni yatima, na tulizungumza kwamba asilibebe ili kama sehemu ya kutafuta utetezi, asilibebe ili kama sehemu ya kwenda kutafuta haueni katika mechi hii ya finali. Ana baba, ana mama, watu wote wamejivua kwa upande wake. Anachotakiwa kufanya ni kuhakikisha anapambana kwa udi na uvumba, kulipa deni ambalo alilitengeneza kwenye mechi ya ugenini, lakini kuwapa furaha mashabiki wake ambao kwa hivi sasa wameshavunjika mioyo kwa mechi kuhamia kule New Amani Complex Zanzibar. Kwa hiyo kwa jinsi ninavyotazama ni hivyo Mr. Augusto. Kwa jinsi ambavyo unaona jambo lilivyokuwa linaenda, ni dhahiri kwamba mmiliki wa RS Berkane anatafuta ubingwa kivyo vyote. Hilo lipo wazi kwa fitna ambazo zimekuepo, hilo lipo wazi kwa sababu ukitazama mechi iliyochezwa Manispaa Berkane hana ukubwa huo kwa taifa la Morocco, ila tu alichofanikiwa ni kwamba mataifa mawili makubwa kwa mpira barani Afrika. Unazungumzia taifa ambalo liliwahi kutoa timu ya taifa ambayo imecheza finali ya kombe la dunia pale, nusu finali ya kombe la dunia pale Qatar, ndio timu ambayo inatoka RS, ndio taifa ambalo inatoka timu ya RS Berkane ipo finali ya kombe la shirikisho. Kwa tafsiri yake ni kwamba kwa hali na mali wanaitafuta heshima ya taifa, wanatafuta kwa nguvu na mamlaka ambayo tayari wao wanayo. Yani sasa hivi kinachowanufaisha RS Berkane ni kwamba wanajivunia kuwa na makamu wa rais ambaye aliwahi kuwa rais wa klabu ya RS Berkane ambaye hivi sasa ni waziri wa fedha kwa taifa lao. Kwa hiyo nguvu hiyo ndo ambayo wanaitumia kudhoofisha Simba ambaye hana mtu yoyote ndani ya uongozi wa kafu, sio wajumbe, sio nani, hana watu wao. Kwa jitihada za Simba zimeshindwa kuzaa matunda kwa sababu hawana mtetezi. Yani wakikaa pale wakubwa, yeye Simba anatetewa na nani? Crescentos Magoli umeona namna ambavyo amehangaika toka mara ya kwanza taarifa imetoka, haraka akaenda uwanja wa Benjamin Mkapa kuonyesha kwamba hii pitch ipo sawa, hakuna shida yoyote. Lakini yote hayo Simba walikuwa tayari wameshapokea nini? Wameshapokea hiyo taarifa. Aliyakuwa wao wana complain kwa nini RS Berkane wao wamepata taarifa kabla ya Simba Sports, na wakati huo muandaaji wa finali ya mkondo wa pili ni Simba Sports. Kwa nini asianze kupewa taarifa muandaaji ili ajiandae? Unaenda kumpa mtu ambaye anakuja kama mgeni kwenye michuano. Unaona? Tafsiri yake ni kwamba hawa watu mnawapendelea.
Kama wameweza kufanya booking ya ndege, tiketi ya booking ya hoteli siku moja kabla, tarehe 14 wao wamefanya booking ya hoteli Zanzibar. Sasa kama wao wamekuwa na hiyo nafasi mpaka ya kubook hoteli, walikuwa na uhakika wa 100% piga ua galagaza, hawa Simba Sports hawatachomoka kwenye hili swala. Na ndivyo ilivyokuwa, ndicho hichi ambacho kinadhihirika kwa hivi sasa. Nilikwambia kama Motsepe ambaye ni raisi wa shirikisho la mpira barani Afrika alikuja kukili wazi Terminal 3 baada ya kushuka, kuulizwa swali kwamba lile goli lilofungwa na Stefan Kiazizi kwenye mechi ya robo finali mkondo wa pili mkiwa nyumbani kwenu, lilikuwa ni goli halali au si halali? Akadai kwamba kwa yeye anaona lilikuwa ni goli halali. Sasa jiulize, kwa nini halikutafsiriwa kama goli halali? VAR ilikuwepo, video assistance referee ilikuwepo kumsaidia mwamuzi kutafsiri matokeo ambayo yanakuwa ni magumu au yana mkanganyiko kwa jicho lake ambavyo ametazama, lakini akagomea kwenda kuitazama VAR. Kwa sababu gani? Wachezaji pengine wa Young Africans hawakuwa na huo uzoefu wa kujua namna ya kumharasi mwamuzi ili aende akaitazame VAR. Pengine labda walikuwa wanatakiwa wajiite pembeni, wasubiri kwanza paka aende aangalie ili mechi ije iendelee, lakini wakakubali wakiamini kwamba kuna kitu wanaweza wakakipata. Lakini mwisho wa siku hicho kitu kikashindikana kupatikana. Lile ndio ilikuwa ni advantage yenu, mmeshindwa kuitumia. Sasa kama mnaposhindwa kuitumia, wao watawahukumu katika upenyo wa nafasi ndogo wanayoipata. Ndicho ambacho nakiona hivi sasa. Naona kwa udi na ugumba taifa la Morocco kupitia timu yake inaloiwakilisha kwa hivi sasa. Ukizungumzia Raja Athletics Club hakuna kitu. Ukimzungumzia Wydad the same thing. Ukimzungumzia AC Farabati nao pia dhofuli hali. Aliyetoka ni huyu ambaye sasa hivi ndio bingwa wa Morocco. Wanampambania kutunza heshima ya taifa. Wanajua kwamba tukikosa huku klabu bingwa basi amna tutaokota kwa upande wa kombe la shirikisho. Na sasa hivi mwakilishi ni huyu Berkane. Unaweza ukajivunia vipi taifa ambalo lina historia kubwa ya mpira barani Afrika limetoka patupu kwenye msimu mzima? Wao Misri sasa hivi macho yote hapo kwa Pyramids ambaye hawamtegemei kwa 100%, lakini walau wanamwekea matumaini ya kwamba tunaweza tukaambulia kitu kupitia nani? Pyramids, mtu ambaye alikubali kufanya uwekezaji ili kuleta mabadiliko ndani ya klabu, na ndicho kinachoonekana sasa hivi. Kwa hiyo tunachotakiwa kwa sasa hivi ni kutuliza hisia, kuweka pressure chini, kusubiri dakika 90 sasa. Hii inatakiwa ibegwe na wachezaji. Wajue hivi sasa wana mzigo mzito zaidi ambao wameupakata kwenye mabega yao. Yaani ilivyokuwa mara ya kwanza ni tofauti na jinsi ilivyo kwa hivi sasa. Kama ugumu wa mechi unakwenda kuongezeka mara 2 zaidi. Na ukumbuke hapa ndani kumekuwa kuna ule utani wa Simba na Yanga. Utani wa Simba na Yanga. Hili swala haliwezi likawa Agosto la watu wote wa mpira. Hilo haliwezi likakaa kutokea. Lazima kuwepo. Sasa kutakuwepo hii mipishano ya wapo ambao watafurahia, lakini wapo ambao wataona hapana, hii sio sahihi. Umeongeza gharama za watu ambao walikuwa wamekata tiketi ya shilingi 7,000 kwenda kuitazama Simba Sports. Sasa hivi unawalazimisha waongeze zaidi ya 200,000 kusafiri kwenda Zanzibar, kulipia gharama za malazi kwa maana ya sehemu ya kulala, chakula, huyo mtu yeye mwenyewe pesa ya kujikimu huko atakapokwenda, kuna dharura, pesa ya kuingilia uwanjani, nauli. Haya, tayari watu tunazungumzia VIP sold out, Platinum sold out, VVIP sold out, VIPB sold out. Kwa mashabiki watu, kuna watu wamekata kaka walikuwa na gharama tu ya 30,000, alafu ana 5,000 yake ya kumtoa labda Buza kumpeleka uwanja wa Benjamin Mkapa, kumtoa Gongo la Mboto kumtoa Tabata kumpeleka Benjamin Mkapa. Leo nauli ya kwenda Zanzibar shilingi 35,000. Sasa piga nenda rudi 70,000. Hujapiga nauli ya kutoka kwako, hujapiga gharama ya kulala. Na ukumbuke Zanzibar inapokuwa ina matukio makubwa kama haya, gharama za vyumba pia zinapanda kwa sababu ya uhitaji. Hauwezi wewe ukaja ukataka chumba cha shilingi 25,000 ndio chumba cha thamani ndogo kwa Zanzibar, eti hiyo siku upate kwa thamani hiyo. Utakuta aidha kimepanda mara 2 yake kwa maana ya 50,000, kikipungua sana umepata kwa shilingi 40,000. Sasa uone jinsi gharama inavyokuwa
kwa huyu mtu ambaye wa hali ya chini alikuwa na shauku ya kwenda kuishuhudia fainali ambayo atalitazama kombe la shirikisho barani Afrika likiwa Benjamin Mkapa, mnafanya fitna linakwenda kule. Kikanuni uwanja uliokuwa unastahili kuchezewa mechi ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii Amani imeweza vipi kukizi vigezo vya kupokea mchezo mkubwa kama wa fainali ya kombe la shirikisho, aliyakuwa kanuni zenu zenyewe tu zinakinzana na hichi mnachokifanya? Tafsiri yake ni kwamba nyie mpo juu ya mamlaka. Hizo kanuni, taratibu na sheria ambazo zipo kuongoza mpira wa Afrika mmedhihirisha nyie hamzifuati. Sasa vipi vilabu vikiwa vina migogoro ya ndani kama hizi za Simba na Yanga zimekuepo, si dabi inachezwa, dabi haichezwi, zinaletwa kwenu huko kwenye mashauri yenu yasikilizwe, hamna haki.